Taasisi za dini, parokia, vigango na wafanyabiashara nchini wameaswa kutumia benki ya biashara Mkombozi ili kunufaika na huduma salama na bora za kifedha, huku hatua hiyo ikielezwa kuwa itasaidia kuongeza ujumuishi wa kifedha na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Wito huo umetolewa na mwakilishi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Askofu Mkuu Beatus Kinyaia OFM Cup wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, wakati akihitimisha mkutano wa 17 wa wanahisa wa benki ya biashara Mkombozi 2026 uliofanyika jijini Dar es Salaam. Askofu Mkuu Kinyaia amesema viongozi wa parokia wana jukumu la kuhamasisha vigango, jumuiya na waumini kutumia benki ya Mkombozi kuhifadhi fedha na kuwasilisha michango mbalimbali, hatua inayosaidia benki hiyo kupanua huduma zake na kuwafikia wananchi wengi zaidi. Na lingine ambalo tutaendelea kulikazania kwa nguvu zote ni hilo ambalo nilisema hapo mwishoni, kwamba kusambaa kwa benki yetu katika maeneo yote ya Tanzania nalo lina kipaumbele chake cha muhimu sana, na hilo tutasimamia. Kuna changamoto zake, lakini kwa sababu ya msaada wa teknolojia siku hizi, basi inakuwa ni rahisi. Tukishakuwa na branch mahali fulani, kwa kutumia teknolojia inaweza ikawasaidia watu wa maeneo mbalimbali katika hilo. Kwa hiyo naombeni na nyie mkaitangaze Mkombozi. Kila mtakapokuwa mnafanya program fulani, basi mkumbuke kwamba Mkombozi nayo ina nafasi yake na tunakuwa kwa kasi kubwa. Na mmesikia kwamba inapokuja kwa swala la faida, tuko namba 2 nadhani katika benki ambazo tunafanania. Naye mwenyekiti wa bodi ya benki ya biashara Mkombozi Gaspar Nju amesema wanahisa wamepitisha pendekezo la kutoa gawio la shilingi 100 kwa kila hisa moja, ikiwa ni ongezeko kutoka gawio la shilingi 92 na senti 40 lililotolewa mwaka 2025. Katika moja ya jambo ambalo limepokelewa kwa furaha, tunafurahi kwamba wanahisa pendekezo lililoletwa na board la kutoa gawio la shilingi 100 kwa hisa moja limepokelewa kwa furaha. Mwaka jana tulitoa gawio la shilingi 92 na senti 40, na kutokana na kuendelea kukua kwa biashara ya benki, sio tu ukubwa wa urari lakini pia ukubwa wa faida, ndio imetuwezesha kuendelea kutoa gawio. Upande wake mkurugenzi mtendaji wa benki ya biashara Mkombozi Respighi Kimati amesema benki hiyo inaendelea kuwekeza katika mifumo ya kisasa ya utoaji huduma ili kuondoa vikwazo vinavyowazuia wafanyabiashara wadogo na makundi mbalimbali kupata huduma za kibenki. Tumewekeza kwenye mifumo, tumewekeza kwenye rasilimali za kuweza kutoa huduma zote za kibenki mnazotaka. Tumewekeza kwenye kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifumo ya kutambua makundi mbalimbali ya wawekezaji, makundi mbalimbali ya watumiaji huduma za kibenki, ili kuwarahisishia katika upatikanaji wa huduma hizo, kuwaondolea vikwazo vile ambavyo kutokana na uchanga wa biashara zao, kutokana na uchanga wa mitaji yao, wanashindwa kupata huduma za kibenki mahali pengine. Mkombozi Bank, jina hilo tunaimanisha kufanya hilo ambalo jina linasimamia, kuwakomboeni ninyi katika mahitaji yenu ya kibenki, huduma, mitaji na kadhalika. Maoni yetu ni kuwa taarifa za fedha zinatoa mtazamo wa ukweli na wa haki kuhusu hali ya kifedha ya benki ya biashara Mkombozi kwa mwaka ulioishia Disemba 2025. Taarifa za utekelezaji wa kifedha na mtiririko wa fedha zimetolewa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya kihesabu, yani International Financial Reporting Standard. Benki ya biashara Mkombozi ilianzishwa mwaka 2009 kwa ushirikiano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, taasisi za kanisa na wadau wengine, kwa lengo la kusogeza huduma za kifedha karibu na wananchi, kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia huduma za kibenki zinazozingatia maadili. Sister Scholastica Tesha, na hii ni Johari Media. Subscribe, like, share, tuandikie maoni yako.